kuwezesha wa maafisa usafirishaji kutoa pikipiki, lakini akataka nimpe ushauri wa kitaalamu ni vitu gani vya msingi ambavyo anatakiwa kuvizingatia. Na mimi bila kusita nikamwambia uhakishe kwamba hao wanaopewa pikipiki wao walao na leseni, kwa sababu leseni zitawasaidia kwa mazingira mbalimbali. Cha kwanza, utaepuka na usumbufu wa kukamatwa na RTO barabarani, kwa sababu mimi nasimamia sheria. Kwa hiyo lazima katika kusimamia lazima uwe na leseni. Cha pili, utapata shida endapo tatokea umepata ajali. Ukipata ajali ukiwa unaendesha pikipiki, whether wewe umesababisha ajali au umesababishiwa, kama huna leseni itakuwa changamoto kwako, kwa sababu inapotokea ajali vitu ambavyo aliyegonga na aliyegongwa wote lazima wawe navyo: kadi ya chombo wote, bima wote, leseni wote. Kwa hiyo unaweza kuwa umesimama pale, mtu akaja akakugonga kwa nyuma na pikipiki yako, lakini kama hayuko tayari kutoa pesa mkononi, anasema twende kituo tufuate sheria, wewe utakosa haki zako, kwa sababu huku umevunjika mguu, utapelekwa pia mahakamani kwa sababu huna leseni. Kwa hiyo nikamwambia Mheshimiwa Mbunge, ili tuwe salama zaidi, tuhakikisha watu kabla hawajapata hizo huduma za kupata hizo pikipiki pia tuwawezeshe kupata leseni. Sasa leseni zinatolewa kwa utaratibu, hatugawi tu leseni pamoja na uhitaji wote, lakini lazima tupate utaratibu. Moja kati ya utaratibu wa kupata leseni, lazima upate mafunzo, na mafunzo yanatolewa na vyuo ambavyo vinatambulika. Lakini utaratibu wa kupata mafunzo ni nyinyi kuondoka kwenda chuoni kule mkapate mafunzo. Baada ya kuona hilo hitaji na kushirikiana na Mheshimiwa Mbunge, mimi nikafanya mawasiliano kwanza na bosi wangu kamanda wa polisi mkoa, lakini pia nikamshirikisha mkuu wa kikosi cha usalama barabarani Tanzania atoe idhini baadaye kutoka hapa Kiwira kwenda VETA kusoma, tuhamishie chuo hapa Kiwira. Afande mkuu wa kikosi cha usalama barabarani amenikubalia, na ndipo nikamshirikisha afande RPC pamoja na Mheshimiwa Mbunge kwamba tayari mkuu wa traffic Tanzania ameshakubali, tunahamisha chuo cha VETA kwa muda kuja hapa. Kwa hivi leo sio kama ni kutoa mafunzo, tunafungua rasmi mafunzo, na ndio tumeambatana na mratibu wa VETA pamoja na walimu, na kutakuwa na darasa hapa. Kitu kizuri ambacho nimefurahi, nimemsikia Mheshimiwa Mbunge amekubali kugharamia mafunzo, na mafunzo haya mimi niliomba binafsi kwa Mr. Rajabu. Kozi za mafunzo gharama zake ni 200,000, tena unakwenda kule VETA, lakini VETA wamekubali kutoa mafunzo kwa shilingi 50,000 na fomu shilingi 5,000, ambapo pia Mheshimiwa Mbunge amesema atawalipia. Baada ya hapo kulikuwa na malalamiko kwamba wako watu hapa walishapata mafunzo wana vyeti, lakini Mheshimiwa Mbunge aliniambia pia wako watu ambao hawajapata mafunzo kabisa. Na mimi nilipokea maelekezo kutoka kwa afande RPC kwamba nilishughulikia hilo jambo. Watu wana vyeti lakini hawapati leseni. Mimi ndio msimamizi mkuu wa leseni kwa niaba ya afande RPC kwa maana kwa mkoa, na nilitoa maelekezo kwa kiongozi wenu hapa kwamba wale wote ambao wanasema wana vyeti walishasoma waje pale na vyeti vyao, nitavisimamia. Na wale ambao hawakusoma ndio fursa hii sasa. Yeyote atakayekuwa amepata cheti hakutakuwa na usumbufu wa kupata leseni, kwa sababu sifa za kupata leseni tayari mshazipata, na mimi ndio nasimamia hizi leseni. Nawapongeza sana kwa uamuzi huu, na nimshukuru sana RTO baada ya kupokea maelekezo haya ya kwamba vijana wanataka kupata mafunzo badala ya kwenda VETA. Mwaka chuo chetu cha VETA kiko mjini kule Mbeya. Akapeleka wazo hili kwa uongozi wa chuo. Uongozi wa chuo haukusita, ukalipokea. Hii ni kuonyesha namna gani sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi awamu hii wamekwisha anza kazi. Na sisi kwa sababu ndio watendaji ukapeana taarifa kwa haraka, na leo hii mmetuona hapa. Nafikiri haijapita hata wiki, si ndio? Utekelezaji umeanza. Kwa hiyo nipongeze sana kuanzia aliyeleta wazo hili na limefanywa kazi, na leo hii mafunzo yanaanza. Lakini jambo lingine ni kuhakikisha kuwa haya mafunzo ambayo tunayapata leo yanakufanya wewe uwe mahiri na uwe na maarifa katika kuendesha chombo hicho ambacho unacho, yaani kwa maana chombo cha moto au kama ni bajaji, gari na mitambo. Kwa hiyo basi niwatakie sana usikivu kipindi hiki cha mafunzo ambayo mtakuwa mnayafanya hapa Kiwira, ili yakufanye wewe dereva unaendesha
uweze kujua taratibu, sheria na kanuni za uendeshaji wa hicho chombo. Hii itakufanya usikutane sasa na wale wasimamizi wa sheria ambao mnawafahamu ni askari kwa usalama barabarani. Dereva waliokuwa wanaendesha na leseni wanazo. Uongo kabisa. Yes, wapo ambao wana leseni lakini walikuwa hawajakaa darasani, si ndio? Lakini kwa mustakabali huo ni muombe afande RPC, inawezekana kabisa kukawa kuna madereva zaidi ya bodaboda, kwa maana ya madereva wa magari. Kupitia RTO hao watu natamani pia waweze kutambulika. Kama wapo, basi turuhusiwe pia nao kuwafundisha, kwa sababu mafunzo haya yanaweza yakawa tofauti. Tukiwafundisha bodaboda, inawezekana sheria, taratibu na kanuni zikawa zinafanana, lakini ufundishwaji wa uendeshaji wa gari na bodaboda ikawa tofauti. Kwa hiyo hili kundi pia kama lipo ambao pia ni madereva, natamani kusema kwamba wawe madereva, aidha ana leseni au hana, au anaweza akawa ana leseni na ni dereva lakini anakosa sifa ya kuwa na cheti kwa sababu hakukaa darasani, si ndio? Hilo kundi pia natamani litambulike. Likitambulika pia liweze kuruhusiwa kupewa mafunzo wakati walimu wetu wako hapa, na nyie muweze kupatiwa mafunzo. Mnapomaliza mmalize pamoja. Au hiyo imekaje? Nzuri kabisa hiyo. Wapo lakini madereva? Wapo. Sasa mbona mlikuwa msemi hilo swali? Nimewasemea. Basi kwa sababu ninakisemea nitasema. Kwa hiyo mimi nadhani sitakuwa na maneno mengi ya kusema zaidi ya kutenda kazi. Mimi nikiwa kama mratibu wa mafunzo ya muda mfupi VETA Mbeya, nimeandamana na walimu wangu kabisa, wako wawili, na kwa bahati nzuri ni walimu mahiri wanaofundisha kada zote za udereva, kuanzia bodaboda mpaka maroli na mabasi. Lakini nina mwalimu ambaye mbobezi, anafundisha hadi walimu wa walimu, anamfundisha yule mwalimu ambaye anaweza kufundisha wewe. Nimeambatana nao hapa, sawa eh? Kwa mimi sina shaka juu ya mafunzo, na kwa minajili hiyo tunaamini kwamba Kiwira na Mbeya itakuwa salama tutakapokuwa tumeanza kuwafundisha nyie. Uongo? Kwa sababu wewe utakapofundishwa utawaambukiza na wengine, na utakuwa unawashangaa wale wanaovunja sheria kwa kutokujua au kwa kujua kwa makusudi. Kwa hiyo sisi tunatarajia tukishawabadilisha nyie kwa kuwafundisha, basi muweze kuyaacha yale makosa na kuwa waumini wazuri wa kutii sheria bila shuruti. Awi? Mimi naamini hilo linawezekana. Au haliwezekani? Na ndio hapa sasa sisi tunajitafutia kipato, si ndio ajira zetu? Ndio. Sasa tuziboreshe ajira ili ziweze kuwa rasmi, alafu mwisho wa siku serikali tutambue, na kama alivyosema afande RTO atahakikisha mnapata leseni bila kikwazo. Kwa hili kundi inawezekana likawa maalum. Mkimaliza mafunzo lazima mtafanya mtihani, mkifaulu lazima mpate leseni kwa mafungu haya ambayo tumeamua kuja kuwafundisha kwa bachi hili iweze kupata leseni. Mnafahamu kwamba juzi alipita mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya, lakini pia ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, alisema ataenda kuongea na vyombo kupitia shule ya VETA ili kuweza kuleta walimu wa VETA kwa ajili ya kuwapa mafunzo madereva bodaboda kwenye kata yetu hii ya Kiwira, ili kuweza kupata mtu yoyote apate leseni bila masharti yoyote magumu. Mupate mafunzo, mupate leseni. Yule aliyekuwa anazungumza kama mwenyekiti wa chama mkoa wa Mbeya ndio mwenye dhamana ya kuisimamia serikali ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo hayo ndio yale tuliyosema tunaenda kutekeleza ilani. Kwa hiyo naomba mjiandae kupokea mafunzo kwa walimu wetu ambao ni wataalamu. Naitwa Obeti Anyosisi Kapakara. Ni mkazi wa kijiji cha Ibura, kata ya Kiwira. Ndio. Sisi kwanza kata ya Kiwira tunafurahi kwamba kutuletea mafunzo, vijana wamefurahi. Na mimi nikiwa miongoni mwa wazee nimejaribu kuhamasisha vijana kwamba nenda chukua leseni, tii amri bila shuruti. Bila kuwa na leseni huwezi kuwa unaogopa barabarani. Ili uendeshe vizuri lazima uwe na leseni. Kwa vijana wengi wameitikia
nikiwemo hata mimi mwenyewe kuwa ni bodaboda toka mwaka 2010. Hata leo naishi kwa bodaboda na kwa pikipiki na bebea mizigo, lakini na mimi nimesema lazima tu nije hapa kwa ajili ya nani. Kwa hivyo kipekee napenda kumsifu sana uongozi wetu wa serikali tukianza na Rais Samia Suluhu Hassan, kwa sababu bila yeye huenda hata haya yasingetufikia sisi hapa. Kwa majina naitwa Ayubu Tembo Kimbotela Mwakembe, ni dereva bodaboda, ni kijana kama vijana wengine wanaoendesha bodaboda na wasioendesha bodaboda. Nashukuru kwa safu yote ya ulinzi kata hii ya Kiwira na viongozi wote wa ngazi za juu, wabunge, Mheshimiwa Diwani, Mama Samia kwa fursa hii hapa aliyotupatia na kuweza kusikiliza vijana. Tunawashukuru sana kwa hilo, kwa sababu vijana tuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo, na hizo changamoto hatupendi, na hata maandamano vijana wa Kiwira tumeyakataa na hatupendi. Tunapenda kuwa wamoja, tukaishi pamoja, tukafanya shughuli zetu za kijamii. Kwa jina naitwa Geoffrey Jackson Mboma, ni mkazi wa kata ya Kiwira. Napenda kuwashukuru viongozi wangu wa ngazi za juu. Cha kwanza ningependa kumshukuru sana Rais Samia Suluhu kutuletea hizi ofa za ufundishaji wa udereva. Sisi kama bodaboda, mimi niseme kama mimi bodaboda, nimekutana na changamoto nyingi za kuhusu udereva. Ila kwa vile tuletea mafunzo ya udereva, naona yatakuwa ni fursa kubwa sana kwa vijana kama sisi. Naweza nikasema